Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Ndugu rafiki yetu, mfuatiliaji wa kipindi chetu hiki kizuri cha kujifunza Biblia, tunamshukuru Mungu kwa kutujalia nafasi nyingine tena, na nipende nikukaribishe katika somo la leo linalosema umeponywa. Je, umeponywa? Yep. Tuje karibu tuangalie. Kabla tujaendelea tupate kuomba. Amen. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu ishe milele mbinguni, jina lako litukuzwe. Amen. Tunakushukuru kwa upendo wako na tunakushukuru kwa kutuita. Amen. Utufundishe maneno yako. Amen. Tunaomba usikivu na uelewa sawa sawa na mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Amen. Umeponywa tena kwa imani. Umeponywa tena kwa imani. Kwa imani. Sasa jana tulikuwa tunaangalia Yesu akituliza dhoruba pale. Na kwa imani alilala usingizi, kwa imani, kwa mamlaka aliyopewa na baba yake alituliza. Pasipo imani hatuwezi. Ukienda kwa kuona, utaona tu dhoruba na mlima mkubwa huwezi kuung'oa, lakini kwa imani. Sasa leo pia tunaenda kwa imani. Kwa imani. Hata katika magonjwa kwa imani tunaweza tukapokea uponyaji. Marko sura ya 5 mstari 21 mpaka 34 kuna kisa cha mtu ambaye kwa imani aliponywa. Tujikumbushe. 21. Yeah. Hata Yesu alipokwisha kuvuka kurudia ng'ambo katika kile chombo, sawa, kwenda ng'ambo hata Bethsaida, wakati yeye alipokuwa akiwaaga mkutano, hata alipokwisha kuagana nao akaenda zake mlimani kuomba. Sawa. Na kulipokuwa jioni, mashua ilikuwa katikati ya bahari, na yeye yu peke yake katika nchi kavu. Akawaona wakitaabika kwa kuvuta makasia, kwa maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata ilipopata kama zamu ya 4 ya usiku, akawaendea akitembea juu ya bahari. Akataka kuwapita. Nao walipomuona anatembea juu ya bahari. Uko Marko ngapi? Tuko 5:21. Hata Yesu alipokwisha kuvuka, ndio tumesoma. Hata Yesu alipokwisha kuvuka. Sasa twende sasa 25. 25. Sasa tayari tumesha twende anzia 25. Na mwanamke, ngoja tu niendelee, nilifungua vibaya. Hata Yesu alipokwisha kuvuka kurudia ng'ambo katika kile chombo, wakamkusanyikia mkutano mkuu. Sawa. Naye alikuwa kando ya bahari. Sawa. Akaja mtu mmoja katika wakuu wa sinagogi, jina lake Yairo. Hata alipomwona akaanguka miguuni pake, akimsihi sana akisema, binti yangu mdogo yu katika kufa, na kuomba uje uweke mkono wako juu yake apate kupona na kuishi. Akaenda pamoja naye, mkutano mkuu akamfuata wakimsonga. Na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12, sawa, na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo, kusimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma. Akaligusa vazi lake. Maana alisema, nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Yes. Mara chemichemi ya damu yake ikakauka. Naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Mara Yesu, hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya mkutano akasema, ni nani aliyenigusa mavazi yangu? Wanafunzi wake wakamwambia, je, wawaona makutano wanavyokusonga, nawe wasema, ni nani aliyenigusa? Akatazama pande zote ili amuone yule
aliyetenda neno hilo. Na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, akijua lililompata. Akaja akamwangukia, akamweleza kweli yote. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako kwa amani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. Imani yako imekuponya. Watu wanamsonga, wanamgusa, wengine wanataka kumnani, wengine wanamvuta, wengine wanamsonga. Na Yesu pale ndani amejaa neema na kweli, uponyaji na uzima. Amen. How do you tap? Unaupataje? Kwa mguso wa imani. Sasa huu mguso wa imani ulizaliwaje? Huyu mwanamke miaka 12 anataabika. Turudi kwenye ile fungu letu kula Warumi sura ya 5 mstari wa 3 mpaka wa 5, tuiangalie imani inayoponya. Amesema, wala si hivyo tu, ila namfurahi katika dhiki pia, mkijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi. Huyu mama alikuwa na uvumilivu miaka 12. She never gave up. Hakukata tamaa. Ipo siku nitapona. Na siku hiyo alijua kabisa nitapona. Anasema na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo. Unajua ilikuwa inahitaji moyo. Mwanamke ambaye kulingana na sheria za mambo ya Walawi, ukiwa unatokwa damu, wewe mwanamke ni najis, hutaki kujichanganya na watu. Inahitaji moyo. Ule uvumilivu ulimtengenezea uthabiti wa moyo. Alikuwa ni mtu wa maamuzi. Mganga mmoja baada ya mwingine ungekata tamaa, lakini alitengeneza usugu wa moyo kwamba kupona lazima. Sijui kama uko kitandani alafu umejikatia tamaa. Yaani dhiki kazi yake ni saburi, na saburi ikufikishe uwe una uthabiti, utapona. Sasa akiwa na uthabiti wa moyo anasema ni tumaini. Sasa angalia tumaini alivyoniangalia. Akachora picha. Yesu yuko pale, amejaa neema na kweli. Mimi ni kutapu, mimi ni kufyonza uponyaji. Nitaufyonza kwa njia gani? Kwa mguso. Kwa imani yake ikamwambia nikigusa nimeunganishwa na uponyaji, shida yangu imekoma. Alienda na tumaini, na tumaini hili linatayarika, linaaibisha. Aliaibika, halitayarishi. Akagusa, Yesu akahisi nguvu zimempungua. Unajua, wakati mwingine nilikuwa naamini kwamba eti Yesu alikuwa tu yeye ndio anagusa watu kupona. Kumbe hata watu wa imani walikuwa wanaanzisha kumgusa Yesu, waliokuwa na tumaini ndani yake, ambao walikuwa wanasema nitachukua kutoka. Imani ni kama mikono vile ya kuchukua zina, na hii imani inatokana na kuona. Tumaini ni kuona yatarajiwa, yani kuna unachokitarajia, nikigusa nitaponya. Imagination, mtazamo. Yani naona kama magnet fulani. Ukiwa na imani, ukimgusa Yesu kuna ile attraction. Na hata Yesu naye akikugusa ukiwa na imani. Usipokuwa na imani ndio hivyo. Na ndio maana anakuja kumwambia imani yako. Na imani ni nini? Thabiti, kuna uhakika pale kwa moyo. Alafu ni tumaini pia, kuna kutazamia pale. Rafiki yangu, sijui kama una tumaini gani linalotokana na uthabiti wa moyo, uthabiti uliozaliwa katika saburi, saburi ndani ya dhiki. Dhiki zimekuachaje? Kwani tusiombe ili dhiki ikafanye kazi yake sawasawa ya saburi, na saburi ikalete uthabiti, na uthabiti ukalete tumaini lisilotayarika. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunashukuru kwa ajili ya neno hili. Kama mwanamke huyu ambaye alikuwa na imani iliyomponya, tuzawadie imani hii. Mpatie na ndugu yetu aliyeko kitandani, aliyeko kwenye dhoruba, aliyeko katika ugonjwa, aliyeko katika msiba, amehangaika. Baba, neema yako inatosha, uponyaji uwe wake. Tulete tena kesho kwa masomo kama haya, kwa jina la Yesu, amen. Amen, amen.
Ndugu rafiki yetu, mfuatiliaji wa kipindi chetu hiki kizuri, hapo ndipo tumefika mwisho wa somo la siku ya leo. Nakukaribisha tukutane kesho kwenye somo zuri ambalo tunaenda kumwangalia Ayubu. Karibu sana. Mimi ni Geoffrey Omondi. Enos Makalindile. Unazidi kutupata kutoka Temboni, Dar es Salaam. Karibu sana.